Rafiki mpendwa, Bwana Yesu asifiwe mahali pote ulipo. Ninayofuraha mara tena kukaribisha kwenye kipindi kimongozo wa kujifunza Biblia, lesoni ya shule ya Sabato, na tupo kwenye robo ya pili mwaka 2025. Inazungumzia jinsi ya kujifunza unabii. Ni somo nzuri kwenye robo hili na tuonyesha namna gani tutaelewa ama tutajifunza unabii. Na somo la kwanza linazungumzia kanuni kadhaa za unabii. Kuna kanuni msingi ambazo tumejisoma hiyo siku ya Jumapili, tumesoma asomai na fahamu. Jumatatu tumekuja na somo nzuri ambalo lilikuwa likizungumzia Mungu anataka kueleweka, ndio hataki mtu asimuelewe. Jumanne tumezungumzia Danieli yafungi maneno haya. Lakini leo ambao ni siku ya Jumatano tunayo somo nzuri linazungumzia kujifunza neno. Kujifunza neno. Kujifunza neno ni lazima tuelewe namna ya kujifunza. Utaelewa kwamba Waadventista wa Sabato wanalo deni kubwa kwa William Miller kwa uelewa wao wa unabii wa Biblia. Wakati uelewaji wake wa vifungu muhimu kama vile Daniel 8:14 haukuwa mkamilifu. Hata hivyo, mbinu hiyo ya Miller ya kusoma Biblia ilikuwa ni muhimu kwa sababu ilifungua njia kwa ajili ya kuanzishwa kwa tapo vuguvugu letu la masalio la siku za mwisho. Hapo tumejifunza zaidi kusoma maandiko matakatifu, hasa sana jinsi William Miller alipokuwa akisoma. Sasa leo nitakualika kusoma kwenye Mathayo 5:18, Timotheo ya pili 3:15-15, 15-17 na Luka 24:17. Na pamoja tunaangalia aya hizi na tufundisha nini kuhusu jinsi tunavyopaswa kuelezea unabii wa Biblia. Basi baada ya kusoma, njoo karibuni. Rafiki mpendwa mtazamaji na msikilizaji, baada ya kusoma mashairi haya kwa uaminifu, kwa mfano tukikariri tu hiyo ya Luka 24:17 inasema, akaanza kutoka kwa Musa na manabii wote akawaeleza katika maandiko yote yaliyomhusu yeye. Leo tunajifunza namna ya kuelewa maandiko, okay? Ni hiyo ambayo tunajifunza hapa. Na hii shairi ambayo imekuja hapa kujifunza neno la Mungu, tunaona kwamba Yesu alipokuwa akizungumza na wanafunzi wake, alipokuwa akieleza, alikuwa akielezea maandiko kwa jumla. Akaanza kutoka kwa Musa na manabii wote na akaeleza katika maandiko yote yaliyomhusu yeye. Hiyo ni mojawapo wa njia mzuri ya kusoma Biblia. Kwa hivyo kusoma unabii kwa kutengwa kutasababisha tu tafsiri nzuri mbali na maana yake halisi. Wapo wengi ambao wameshindwa kutafsiri unabii kwa sababu wanasoma sehemu fulani pekee na wanaachia hapo, wanatoa tafsiri. Ni lazima tusome kwa ujumla. Kwa hivyo Yesu alitufundisha kujifunza Biblia kwa ukamilifu, yaani kuonekana kwa jumla. Unaposoma maandiko matakatifu hakikisha kwamba umesoma Biblia kwa jumla, sio kusoma tu shairi pekee ambayo wewe unaitaka. Kuchukua sehemu moja tu, kwa mfano unabii, na kutoa hitimisho kulingana na sehemu hiyo tu ni njia yenye kasoro ya kujifunza neno la Mungu. Inaweza kupotosha ama inaweza kufanya usielewe ujumla wa ujumbe ambao upo hapo. Njia sahihi ni kulinganisha maandiko haya na mengine ambayo yanazungumzia mada hiyo hiyo katika sehemu mbalimbali za Biblia. Kwa mfano, mtu ambaye anasema nimesoma tumia mvinyo kidogo, na hapa anasema hiyo ni shairi ambayo inamruhusu kunywa pombe, atakuwa amekosea. Lakini angalia mashairi mengine yote ambayo yameandikwa katika Biblia kuhusu pombe, na hapo ndipo utakuwa na uelewa sahihi. Jambo lingine la kuzingatia ni mkatadha, yaani mkatadha unaozunguka maandishi yanayochunguzwa. Maandishi kabla na baada yake yanasemaje, ni nani aliyeandika na kwa nini. Hiyo tunaita context, okay? Mwandishi alikuwa ni nani, aliandika kulikuwa nini kwa huo wakati, aliandikia nani, nini kilitokea. Ninaweza kuelewa nini katika maandiko kama na haya. Kwa hivyo kuchukua kifungu nje ya mkatadha kunaweza kufanya iseme chochote tunachotaka, lakini sio ukweli inataka kufundisha. Kwa hivyo nataka nikushaurie tu rafiki mpendwa, unapojifunza namna ya kujifunza maandiko matakatifu, elewa ya kwamba ni lazima tuache Biblia iseme kile ambacho inataka, sio Biblia kusema kile ambacho tulitaka iseme. Ndiyo maana ni muhimu sana si tu kuchagua baadhi ya mafungu maalum juu ya mada yoyote, lakini badala yake kujifunza kwa makini kila kitu Biblia inachosema kuhusu mada hiyo na kuzingatia mkatadha ambao inasema hiyo pia. Ni rahisi sana kuchukua kifungu nje ya mkatadha wa kujifunza kiseme chochote tunachotaka. Mungu akusaidie sana utakapojifunza Biblia. Ukiacha Biblia ikuongoze na usome Biblia kwa ujumla, sio shairi fulani.
Kwa swala fulani angalia mashairi yote yanayosema kuhusu hiyo swala, lakini sio kuchukua sema nimeshimamia hapo. Utakuwa ni hujafanya kizuri. Tuombe. Baba mtakatifu, asante kwa umetufunza namna kusoma Biblia kwa jumla. Tufunze katika maisha yetu ya kukomaa kiroho, hata sana katika unabii, katika jina la Yesu Kristo, amina. Ndugu yangu, nikupe kazi tu. Uzoefu wako umekuwaje na wale wanaotumia vifungu fulani tu wanavyovichagua kujaribu kujenga hoja zao juu yake? Tuseme hali ya wafu, pengine au hata Sabato. Ni ipi njia bora ya kujibu watu kama na wale? Weka hapa jibu kwenye comment, na kama ni mara yako ya kwanza usikose kusubscribe. Zawadi pekee unaweza kutolea ni kusubscribe na kusambazia wengine. Mungu akubariki. Karibuni kwenye somo la kesho.